upinzani Raila Amolo Odinga tarehe 15 mwezi Oktoba mwaka huu wa 2025 kilitikisa taifa. Ni mwaka ambao pia ulionekana kupuliza kipenga cha kupimana ubavi wa kisiasa kutokana na chaguzi ndogo zilizofanyika mwezi Novemba. Emmanuel To alikuwa katikati ya matukio hayo na hii hapa simulizi ya alivyokisia matukio hayo. Hii ndio itakuwa Krismasi na sherehe ya mwisho ya mwaka huu bila ya hayati Raila Amolo Odinga. Raila akiingia mahali unasikia tu haya. The higher statement, vijana fire. Jeshi fire! Vijana fire! Mwe tayari kwa wanajeshi wa baba. Maelfu ya wafuasi wake kutoka kwa matabaka tofauti. Jeshi weka saluti, mkono ya rais, twende. Nakumbuka kwamba nilikuwa mmojawapo wa wanahabari ambao walihudhuria na kuripoti taarifa yake ya mwisho, haswa alipokuwa hai, na nakumbuka kwamba tulikuwa katika hoteli moja katika barabara ya Mombasa Road, na hapo ndipo Raila Odinga kama kawaida aliingia kwenye jukwaa na uchangamfu wake wa kawaida. Bila kabla hajazungumza ungeona kwamba Raila alikuwa sawa kabisa, buheri wa afya, lakini alipoanza kuzungumza ungehisi kwamba kulikuwa na udhaifu fulani ama unyonge fulani wa sauti yake. Haya. ODM. Asante sana, nimebisiti. Nakumbuka alitoa hotuba ya dakika 24 tu. Odinga alitoa kauli ambayo siku hiyo iligonga vichwa vya habari na inaendelea kugonga vichwa vya habari na itaendelea kugonga vichwa vya habari. Who told you that ODM will not have a candidate in 2027? Who has told you? Kifo cha Raila Amolo Odinga ama baba kilijiri ama kilitukia na kuwashtua wengi sana. Nakumbuka nikiwa na mwenzangu Steven Leto tukielekea kupata mankuli kidogo, tukijua kwamba kutoka sasa wakati huo hadi wakati ambapo Raila atazikwa saa 72 baadaye, ingekuwa ni wakati ambao ungekuwa na shughuli nyingi, pilika nyingi. Na nakumbuka kwamba Leto hadi leo aliacha kama hajalipa bili ambayo tulikuwa tumepewa pale, na nadhani siku moja atailipa kwa sababu aliniachia bili akiondoka kwenda India. Sad to say I'm on my way, won't be back for many days. Manuel, good morning. It's good to see you. How's the mood like where you are? In the next hour and 30 minutes or so, the body of the late former Prime Minister Raila Odinga will be touching down. Good morning, Bravo 001, final runway 06. Na mnakumbuka wakati ambapo mwili wa Odinga ulipotua katika uwanja wa ndege wa JKIA, niliona tu matawi kwenye uwanja. Mamia wafuasi wa Raila Odinga, sijui alipitia upande gani, lakini nilishtukia tu amefika kwenye uwanja. Wengine waliingia ndani ya ndege ile ambayo ilikuwa imebeba mwili wa Odinga. Muda kutoka katika uwanja wa ndege hadi kwenye lango kuu, mara nyingi kama hakuna msongamano, unaweza chukua dakika 3 hadi 5 hivi kuendesha gari hadi kufika kwenye lango kuu. Lakini siku hiyo, amini usiamini, ilichukua takriban saa 3 kwa mwili wa Odinga kusafirishwa kutoka kwenye uwanja wa ndege hadi kwenye lango kuu kwa sababu ya watu waliofurika pale. Kulikuwa na helikopta ya polisi ambayo ilikuja ikijaribu kuwafurusha wale wafuasi ambao walikuwa wamekaa karibu kabisa na jeneza lile la Odinga, wengine wakiweka msongamano kwenye barabara. Helikopta hiyo naarifiwa kwamba kuna wakati ambapo ilitaka kuja kuinua jeneza lile na kuondoka nalo kupeleka Kasarani, ama ukipenda uwanja wa kitaifa wa Nyayo. Siku ya
Ijumaa ambapo kulikuwa na hafla ama sherehe ya kupokea mwili wa Odinga katika uwanja wa Nyayo, na niliweza kuvumilia huo muda wote nikiona watu wakilia wakipiga nduru. Kuna wakati nilimfanyia mbunge wa Likoni Mishi Mboko mahojiano pale katika lango kuu la kuingia kwenye uwanja huo. Nakumbuka Mishi Mboko mara nyingi akizungumza ataongea na hisia nyingi. Kiyo ni mafunzo kwa sisi wa Kenya ya kwamba tuwe na Kenya moja, tuwe na upendo. Asante sana, poleni sana. Na wakati alipokuwa akimkumbuka Raila Odinga alianza kudondokwa na machozi, na pale nakumbuka nililemewa kidogo, na mwenzangu Melito Letenges alikuwa pale akanisaidia, akaendelea na mahojiano. Pale katika uwanja wa Mamboleo ilikuwa ni kama hafla ya sherehe ya kusherehekea maisha ya Odinga, kwa sababu yule mcheza santuri wa Odinga alikuwa na promosha vibao baada ya vibao vya ngoma ama nyimbo ambazo Raila alizipenda, alizienzi. Nakumbuka hata nilikuwa nachagua baadhi ya vibao kama hii ambayo tulikuwa tunaicheza pale kwenye uwanja huo. Siku hiyo niliona wimbo uliweza kutumika kutuliza hisia, kutuliza jazba. Kile ambacho nitakosa sana kwa maisha ya Odinga ya kisiasa ni ile hali yake ya kusisimua wafuasi wake. Ulikuwa Raila akiingia mahali unasikia tu haya vijana fire, jeshi about turn, jeshi fire, vijana fire, vijana fire. Sidhani kama kuna mtu ambaye atakuwa na uwezo huo kuwashawishi wafuasi wake. Taarifa nyingine ambayo niliangazia ambayo iligonga vichwa vya habari pia ni taarifa kuhusu chaguzi ndogo. Nilikuwa katika eneo la Mbeere North. There's a guy with a pistol, those are shots. Na wakati nilipokuwa nafanya mahojiano ya patashika ile, nakumbuka kuna jamaa fulani alikuwa amekuja na firimbi, alikuwa na mdomo umejaa wanasema jaba. Akija pale tukifanya mahojiano nikamuuliza, jameni naomba utoe jaba ndio nikusikie. Nakumbuka alikasirika sana. Labda ukitema jaba utaongea vizuri. Acha kuniambia vile nitafanya ndugu yangu. Tutakosana mimi na vile hujaiona, ona. Na tupenda kuchukua fursa hii kumuomba msamaha jamaa huyo. Maana yake nilimwambia ateme jaba. Ni 6 jioni na unaambia mtu ateme jaba ati jumna muinterview kwa news. Even the person with the taxin does not have the right to tell this taxin when to come out. Bila shaka sikuwa nimeelewa kwa sababu mimi si mtumizi wa jaba na hii si story ya jaba. Goodbye.